5, asilimia 11 ya watoto wa kike wamewahi kufanyiwa ukatili wa kingono kabla ya kufikisha miaka 18, huku asilimia 5 ya watoto wa kiume wakiwa wamefanyiwa ukatili huo. Aidha, watoto wa kike wapatao asilimia 24 wamepitia ukatili wa kimwili na asilimia 22 ukatili wa kihisia, wakati watoto wa kiume walioathirika na ukatili wa kimwili ni asilimia 21, kihisia asilimia 16. Takwimu hizo zilikusanywa kutoka kwa zaidi ya watoto na vijana 11,000 katika mikoa 31 ya Tanzania. Tafiti za mwaka 2025 zinaonyesha kuwa asilimia 79 ya matukio yaliyoripotiwa dhidi ya watoto yalihusisha ukatili wa kingono, huku visa vikiongezeka kutoka 350 kwa mwaka 2022 hadi visa 464 kwa mwaka 2023. Hali hii inaonyesha kuwa watoto wengi bado wanaendelea kuishi katika mazingira yasiyo salama, huku wengi wakibaki kimya kutokana na hofu, vitisho na ukosefu wa msaada wa mapema. Unaendelea ambao kwa mujibu yeye atakuja kupitia hapo. Taarifa kwa vyombo vya habari, wito wa kushirikiana katika matembezi ya hisani ya kupinga ukatili dhidi ya watoto. Leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 2026, Macho kwa Jamii ni shirika lisilo la kiserikali lililosajiliwa Tanzania bara kwa usajili namba 034 chini ya sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2002. Shirika linafanya kazi katika ngazi ya taifa kwa kuhamasisha haki za watoto, ustawi wa jamii, elimu ya ulinzi wa watoto na mapambano dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa watoto katika jamii. Kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ya kiraia, taasisi, wadau wa maendeleo, viongozi wa jamii pamoja na sekta binafsi na serikali, Macho kwa Jamii imeandaa matembezi ya hisani kuelekea siku ya mtoto wa Afrika duniani. Matembezi haya yanalenga kumsaidia mtoto kuweza kuwahi kuvunja ukimya au kuongea kabla hajafanyiwa ukatili. Yatakayofanyika tarehe 13 mwezi wa 6 2026 chini ya kauli mbiu isemayo mtoto vunja ukimya, ukimya unaua ndoto ya mtoto. Asante.